hizo taarifa hata sisi tumezisikia tu watu wanazungumza, lakini hakuna official offer ambayo kuja mezani kwetu, na sisi kama unavyojua Singida hatujai kumzuia mtu ku move kama kuna sehemu anaona kabisa kwamba wataenda kwa value zaidi ya kile ambacho anakipata kwetu. Na ikaja offer ambayo hata sisi kama timu tunaona ina benefit kwetu, tunamwacha mchezaji. Tumeacha wachezaji wakubwa, kaja Jonathan Soa hapa amefanya vizuri, ameondoka. Tumemchukua Chama, alikuwa ameonekana kumaliza mpira kwenye nchi, lakini sisi tukaona kama klabu jicho letu likaona kwamba bado kuna kitu anaweza kukadi value kwenye mpira, tunamleta. Wakubwa wamemchukua, alikuwa kibabage, kuna timu alikuwa yupo lakini hapana nafasi ya muda mwingi. Tukaona kabisa kwamba anaweza kufanya makubwa zaidi, akaja kwetu sasa hivi na kwenye kikosi cha kwanza. Wako wengi wakizungumza, wakina Yusuf Kagoma, wakina Zia Ndambwile, na wachezaji wengi ambao wamekuja kwetu na kuondoka. Kwa hiyo hata ndio kama itakuja timu ikaleta ofa nzuri ambayo itakuwa inaturidhisha sisi, tumwachia ondoke. Lakini nikwambie tu kwa ripoti ambayo tumekabidhi jana kwenye technical kwa management kutoka kwenye director wa technical, ni kwamba Ndungu ni mmoja wa wachezaji ambao tunataraji kubaki nao ili waweze kutusaidia kwenye malengo ya msimu unaokuja. Ripoti tayari imeshakabidhi. Tumekabidhi jana ripoti yetu ikionyesha wachezaji ambao tunahitaji waongezwe, na wale ambao mikataba imeisha nane ambao watakiwa waongezwe mikataba, na wale ambao tunaona kabisa kwamba ni wakati wa kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, basi tumeeleza kwenye ripoti ili management waweze kuchukua hatua na kuona tunatengenezaje kikosi kizuri kwa ajili ya msimu unaokuja wa ligi. Lakini Mosi ni mchezaji ambaye pia mmependekeza kwamba aendelee kusalia. Mosi ni mmoja kati ya mchezaji ambaye tusingeweza kumruhusu akaondoka, lakini kama nilivyozungumza kwamba mpira siku hizi ni biashara. Hakuna mchezaji asiyo duniani, hata ukimtaka Messi leo unaweza kumpata. Ni fungu tu utatajiwa thamani yake, na kama uko vizuri utaingia mfukoni utamchukua. Kwa hiyo hata sisi tumesema asiondoke mchezaji, lakini kama kuna mtu atakuja na ofa nzuri tutamwachia, na mara moja tutarudi sokoni kwenda kuangalia mbadala wake ni nani. Na anaweza akawa hana jina, anataka kwenye klabu ndogo, lakini akaja kwetu tukamwonyesha nini cha kufanya, na akaonekana kuwa mchezaji mkubwa tena, naye akaondoka pia kwa thamani kubwa. Lakini Singida Black Stars ni timu ambayo kiwalisia inapata wachezaji bora lakini hawadumu. Hii kwenu ina faida? Ni moja kati ya philosophy ya klabu, kama ilivyo ASEC Mimosa. Na umeona kwamba inatengeneza wachezaji wakina Pacome Zouzoua, wakina Diomande Idris, wakina Mohamed Damaro, wakina Andes Kasiri. Umetoa wachezaji wengi, lakini bado timu iko pale pale. Kwa hiyo anavuna pesa, alafu wakati mwingine anaenda kuchukua wachezaji hapo sehemu nyingine na kuwakuza. Amefanya hivyo Arsenal Wenger akiwa Arsenal, alikuwa anachukua akina Will Todd kutoka kwenye vilabu vidogo, akina Thierry Henry, lakini wanakuja pale na brush na wanakwenda wanaonekana. Wachezaji wengine walikuwa wakubwa wakaonekana labda wameshindwa kucheza mpira, kama nilivyozungumza kwamba Chama alivyotumika Simba akaja akatumika Yanga akaonekana kuwa hamna kitu, lakini alikuja kwetu tukampolish tena, amerudi kibabaki sasa na wachezaji wengine leo wataja. Kwa hiyo hata sisi mchezaji yote anayekuja kwetu atakapoona kwamba hakuna exposure ameipata zaidi ya kwetu, na sisi tukaona kwamba hii inatulipa, tunapata pesa, hatuwezi kushindwa kumuuza na kuchukua robo ya ile pesa tukaenda kuchukua mchezaji mwingine, na hilo robo tatu katusaidia kufanya mambo mengine ya klabu. Kwa hiyo hatuogopi si kumuuza mchezaji yote, na hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya klabu. Mchezaji yote anaweza kauzwa wakati wote kwa thamani yote ile ambayo management itaona inafaa. Umezungumza kwamba hata wewe ama hata nyinyi mmesikia hizi tetesi za huu mchezaji. Wewe kiongozi umesikia na husishwa na timu gani? Kati ya vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi ya ndani hakuna klabu ambayo haitamani kuwa na mtu kama Mosi Ndoumwe. Kila klabu inatamani, na sio Mosi Ndoumwe tu. Wako wachezaji wengi pale kwetu, akina Ahmed Pipino, wanahusishwa kina Gego, wanahusishwa na vilabu vingi. Timu yetu ni moja kati ya klabu ambacho kabla hatujapewa sifa na tukajivunia sisi wenyewe kwamba tuna katika issue ya selection ya wachezaji tuna jicho la kwenda kuona nani aje kipindi gani na hata ndio kipindi gani. Kwa hiyo hatushangai kuona mchezaji wetu yoyote yule anahusishwa, sio Mosi Ndoumwe tu. Wako wengi pale anahusishwa, lakini mwisho wa siku management ndio itakayoamua kwamba huyo aondoke na huyo abaki. Lakini na sisi pia tumewapa ripoti yetu ya kwamba ametupa target ya msimu unaokuja kwenda kutoka kwenye group stage ya mwaka jana na kwenda kwenye quarter final hata semi final. Kuna baadhi ya wachezaji lazima wawepo ili na wengine mtuletee, ili end of the day mje mtudai matokeo, mje mdai target, kwa sababu mmetupa kile ambacho tumekihitaji kama technical bench. Kuna taarifa kwamba Yanga wako katika hatua nzuri kabisa za kumsajili huyo mchezaji.
Yanga ni moja kati ya vilabu vinavyotajwa na sisi tunafurahi kuona kwamba anahusishwa na klabu kama Yanga, mabingwa wa nchi, na hata vilabu vingine Simba pia ambao ndio wamefanya vizuri kwenye soka letu la Afrika. Kwa hiyo kwetu tunafurahi kuona mchezaji wetu anahusishwa na vilabu hivyo. Value yake inazidi kuongezeka, lakini mwisho wa siku kama ni mkulima unaweza ukalima ukavuna mazao mengi sana lakini ukauza, lakini kuna mazao ambayo ni ya mbegu hauwezi ukauza kwa sababu una malengo nao kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo hata sisi Ndumwe amefanya vizuri na hatushindi kumuuza wakati wote. Itizibeta kama hizo timu zinamtaka kweli, basi walete ofa mapema ili tu discuss na tuione kabla dirisha halijafunguliwa na kufungwa, ili tuone tunazibaje nafasi yake, kwa sababu uwezo wa kuingia sokoni tunao, uwezo wa kumuona mchezaji mwingine tunao, kwa sababu options zipo. Kuna option A, option B na hata option C. Kwa hiyo ni wao tu wenyewe kama kweli kuna timu inamtaka, na sio yeye tu, mchezaji yote yule walete ofa mezani. Management itakaa na itatushirikisha technical kwamba mchezaji huyu tumekuwa kwenye malengo yenu, lakini kuna klabu inamtaka, je, tumuuze? Na kama tunamuuza option B, replacement yake amemwona nani, na sisi tutawashauri management kwamba tunayemuona option A ni huyu, na wao waone kama wanamuapproach hivi na kumleta klabu kwetu. Ofa ije tu. Ni ofa tu, hakuna kinachokataliwa. Mtu yote, hata kocha anauzwa, akitokea timu yenye kunitaka basi nikaita mafanikio ije tu ile ofa mezani. Mnahusishwa pia kumrejesha Jonathan Soa. Jonathan ni mmoja kati ya wachezaji wakubwa, kama unakumbuka amefanya makubwa kwetu, naye pia alikuja dirisha dogo amefanya kazi kubwa, na unaona sasa tofauti ya kwetu sina vilabu vingine. Alikuwa kwetu anafanya kazi nzuri, lakini ameenda sehemu nyingine afanye kazi. Kwa hiyo tunafurahi na siku kuhusishwa na mchezaji mwenye karama hiyo, lakini niseme kwa nafasi yake kwa sasa kwetu hakuna, kwa sababu tayari tuna options ambazo tumeshaziangalia na tuna wachezaji ambao tayari tushawa approach kuhakikisha kwamba anaziba nafasi yake. Okay. Bwana nikushukuru sana kocha. Karibu sana anytime. Okay, sawa. Na moja kwa moja umetoka kumsikiliza Muhibu Kanu, kocha wa timu ya Singida Black Stars, akieleza kwamba wao kama ASEC tu hawana baya. Kwa hiyo Saidi, Singida ni feeder club Singida hawajafikia level ya kuwa na misuli ya kuweza kumzuia mchezaji au kuwa na mchezaji ambaye anaweza akawa analipwa fedha nyingi kwenye ligi kuliko timu nyingine. Hawajafikia hiyo level Saidi. Kwa hiyo ni ngumu kumzuia mchezaji bora kwao kama vilabu vingine vinamhitaji, sababu bado wao ni feeder club. Sasa wakitaka kusema kwamba wawe na uwezo wa kuzuia wachezaji, ndo haya mambo hapa unaweza ukaona labda kuna makesi manini, ingawaje sijasikia muda mrefu wao kwawe mara sio nani anadai lakini bado wao ni feeder club, hawajafikia level hiyo ya kuweza kusema. Kwa hiyo ndio maana mwisho wa siku wanaleta wachezaji na wanapata faida. Tulisema hakuna timu iliyoweza kupata faida kwenye mauzo hapa kumfikia Singida kwenye misimu miwili. Singida wamefanya biashara, wameingiza hela nyingi kuliko timu yoyote kwenye kuuza wachezaji. Wao wamezunguza wao kama ASEC tu wanauza tu, hawana baya. Si umeona Of course wana uwezo wa kuscout talent nzuri, wa kurecruit talent nzuri na kuzileta kwao na zikafanya vizuri. Sawa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.